Na kama kwa ajili ya utukufu wa Mungu, siku zote utajifunza kumrudishia Bwana utukufu. Siku zote utajifunza kumrudishia Yesu utukufu wote, heshima yote, azama zote na enzi yote. Na ukifanya hivyo, nazo mbingu zitakuinua sana, nazo mbingu zitakutukuza sana, nazo mbingu zitakutambua sana, nazo mbingu zitakuachilia mafuta sana kwenye kazi yako, kwenye huduma yako, kwenye eneo lako. Utainuliwa sana, maana kwanza umeanza kumpa Mungu utukufu wa kwanza. Pale utapoanza kujiinua, ndio kifo chako kitapoanzia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tupo pamoja? Sasa jambo la tano ambalo nataka niende tukaangalie, kusudi la karama. Kusudi la karama. Moja, kusudi la karama moja ni kujenga mwili wa Kristo, kujenga kanisa. Nisomee kitabu cha Waefeso sura ya 4 mstari wa 12. Kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe. Mwili wa Kristo ujengwe, kanisa la Mungu lijengwe. Kwa hiyo kusudi la karama yoyote, Mungu anataka kanisa la Mungu lijengwe. Jambo la pili, kusudi la karama. Kusudi la karama ni kuwahudumia wengine. Kitabu cha Petro sura ile ya kwanza, Petro wa kwanza sura ya 4 mstari wa 10. Anasema, ndio, kila mmoja kwa kadri alivyoipokea karama. Kila mmoja kwa kadri alivyoipokea karama. Itumieni kwa kuhudumiana. Itumieni kwa kuhudumiana kama mawakili wema. Kama mawakili wema wa neema mbalimbali za Mungu. Wa neema mbalimbali za Mungu. Maana yake Mungu anataka karama unazopewa uweze kuwahudumia wengine. Hiyo ni namba ngapi? Namba 2. Namba 3, kusudi la karama ni kudhihirisha nguvu za Mungu. Kudhihirisha nguvu za Mungu. Kitabu cha Marko sura ile ya 16 17 mpaka 18. Anasema, ndio, na ishara hizi zitafuatana na hawa waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo. Watasema kwa lugha mpya. Watashika nyoka. Hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawazuru kabisa. Maana yake moja ya kazi ya karama za Roho Mtakatifu ni kudhihirisha nguvu za Mungu. Madhihirisho ya nguvu za Mungu. Kwa hiyo Mungu alikuwa anakusudia karama unazopewa, na utaziona hapo baadaye. Karama unazopewa ni kudhihirisha nguvu za Mungu, utukufu wa Mungu. Haupewi karama kwa ajili ya maonesho tu. Ni kwa ajili ya kukemea na kuharibu nguvu za ibilisi, ili Mungu apate kutukuzwa. Watu wanapofunguliwa, watu wanapoponywa, watu wanapoinuliwa, Mungu anataka udhihirisho wa nguvu zake. Na katikati ya udhihirisho wa nguvu za Mungu ndipo watu wanapoweza kumwamini Mungu. Kumbuka nyakati za Elia, moto uliposhuka, maandiko yanasema watu wakamwamini Mungu wa Elia. Kwa hiyo kuna wakati madhihirisho ya Mungu yanaposhuka, Mungu anataka watu wake waone madhihirisho ili wamjue na kumwamini Mungu wa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka tuende kwenye kipengele cha mwisho ambacho ndio tutakaa hapo. Aina za karama za Roho Mtakatifu. Aina za karama za Roho Mtakatifu. Karama ya kwanza. Karama ya kwanza tunaona ni karama za ufunuo. Karama za ufunuo. Karama za ufunuo ni pamoja na moja, unaweza kaandika neno la hekima. Neno la hekima. Hii ni karama ya Mungu ya kumpa mtu uwezo wa kutoa mwongozo wa hekima kwa wakati maalum, na mara nyingi husaidia kutatua matatizo, kufanya maamuzi sahihi, au kuelekeza watu katika mapenzi ya Mungu. Kwa tunapozungumzia karama za ufunuo, mojawapo ni neno la hekima. Neno la hekima. Na Mungu atusaidie sana tuwe na neno la hekima mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe.
ukiwa mtumishi wa Mungu, ukiwa kama mtu uliyeokoka, ukikosa neno la hekima, huduma yako haiwezi kuwa, unaweza ukafanya kazi ya Mungu lakini ikawa ya lawama siku zote, maana umekosa neno la hekima la wapi pa kusema, wapi sio pa kusema. Kuna mchungaji mmoja alikuwa ipo vizuri sana, lakini alikosa neno la hekima. Aliingia kwenye nyumba moja, kaingia tu kweli, akaona, yani kaona kabisa huyu baba ni mzinzi, na picha imekuja kabisa, yani jana mpaka na mwanamke aliyelala naye mpaka guest alafu na watoto wamekaa pale. Kwa mchungaji alikuwa ameandaliwa karamu. Kukosa neno la hekima, mchungaji akasema, we baba, jana ulikuwa mezini na mtu fulani, mbele ya watoto wake na mbele ya mke wake. Yule bwana akapigwa ganzi. Sio hivyo tu, na hata guest tulienda kulala ni guest fulani, na dada mmoja anaitwa jina lake mtu fulani. Yule mzee watu nikaona miguu imekufa nini jamani? Yes. Aka collapse pale pale. Unaona? Kwa hiyo ana huduma kubwa nzuri, lakini sio hekima kuzungumza mbele ya watoto, mbele ya mke. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua sometimes ukiwa umejaa nguvu za Mungu, lazima pia umuombe Roho Mtakatifu sana. Sijui kama unanielewa vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Yaani sio kile unachokiona unaweza ukakifunua mahali popote. Ndio maana Yesu, angalia, hata huduma yake ilikuwa ya utaratibu. Aliletea ushahidi, huyu ni maraya, huyu ni nini na nini, lakini majibu aliyowapa ni tofauti walivyokuwa wanafikiri. Kwa hiyo jifunze kuwa na neno la hekima. Jifunze ukiwa kwenye huduma, mtu uliyeokoka, jifunze kuwa na neno la hekima. Ndio maana mimi hapa najua mambo ya watu wengi, lakini huwezi kunikuta kila mahali nayafunua mambo. Kwa nini? Kwa sababu najua hekima Mungu alionipa ni lazima niende nao kwa utaratibu. Otherwise unaweza ukaligawa na kulivunja kanisa. Na hasa unapokuwa kiongozi, ukikosa neno la hekima, wale unaowaongoza siku zote watakupinga, na utaona kwamba hawa wanitaki. Kumbe kuna mambo ambayo hukupaswa kuyaongea kwa wakati huu, ulipaswa kuongea baadaye. Haukupaswa kuongea kwa watu, ulipaswa kuongea baadaye. Hekima. Na hapa ndipo tunatakiwa tuliongelee sana. Na unaga hapa kuna mambo mengi ukuta yanaendelea, mtu ana shout mbele ya watu. Hivi ni hekima gani? Wewe ni kiongozi, tupo kwenye ibada, na mimi tafsiri huwa naipata kwamba huyu hata nyumbani kwake yupo hivi hivi. Sio kama unanielewa vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi mchungaji nikiwa nimekaa huko ninaona kuna vitu vingine havikai sawa. Ila hekima sio kuja hapa na kuanza kusema wewe umekosea hapa, wewe umefanya hivi. Kuna utaratibu wa kwenda kuambia watu. Kuna room of communication. Nitakaa na mtu nitamwambia kwamba hapa ulikosea, jitahidi kurekebisha. Kwa sababu unajua kwenye dhana ya uongozi, ukimfunua mtu kweupe, sijui kama unanielewa vizuri. Yaani mimi sina makosa, nina makosa. Kama hujapata private time ya kuniambia mimi, alafu unakaa hapa labda kwenye kikao au kwenye halaiki ya watu ukazungumza kwa namna unavyoweza kuzungumza, tafsiri ninayoipata mimi, haujaniheshimu. Lakini kama ungepata nafasi ya kukaa na mimi pembeni na kunionya kwa siri, jambo lile uliolifanya halifai, halipendezi, usirudie tena. Sio kama umeelewa vizuri. Huyu mtu akirudia, siku ukija kusimama hapa, hata ukimwashia moto ataelewa. Kwa nini? Kwa sababu ulipata private time ya kumuonya kwamba hili jambo uliolifanya sio sawa sawa. Na naomba viongozi wangu tulizingatie hili. Kuwa na hekima. Kwa hiyo neno la hekima ni karama ya Mungu, kumpa mtu uwezo wa kutoa mwongozo. Unaona? Wa kutoa mwongozo. Na mara nyingi wababa sisi huwa ndio tuna changamoto kwenye hili. Tunadhani kwamba kwa sababu sisi ni wababa, unaweza ukafanya chochote kile na usiulizwe. Sawa, it's okay.
lakini hekima haisemi hivyo. Yapo mambo utayatolea msimamo, lakini mengine utahitaji kukaa na mwenzako, mtahitaji kujipanga, kuongea pamoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la hekima. Jambo la pili, katika karama za ufunuo kuna neno la maarifa. Neno la maarifa. Neno la maarifa ni uwezo wa kufunuliwa jambo ambalo mtu asingelijua kwa uwezo wa kawaida. Mungu anaweza kufunua ukweli, anaweza kufunua siri au ya hali ya mtu kwa kusudi la kusaidia, kuonya au kujenga imani yake. Kwa hiyo watu wa namna hii Mungu huwa anaachilia karama za ufunuo la neno la maarifa. Tumana unaweza kukaa hivi akakuita pembeni, jambo lilikuwa ni zito, lakini kuna maarifa Mungu anampa, akikwambia na yanakuwa mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Mimi mwenyewe sometimes, wakati mwingine tuna kuaga na debate mambo mengi, lakini naweza nikamuita mtu nikamwambia neno la maarifa ni hili, fanya 1, 2 na 3, na ukizingatia unashangaa mambo yanaenda vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la maarifa. Lakini jambo la tatu, kwenye kipengele cha 3, kwenye karama za ufunuo unapewa hali ya kupambanua roho, au tunaita karama ya kupambanua roho. Hii ni karama ya kutambua chanzo cha nguvu au ujumbe wa kiroho. Karama ya kupambanua roho ni karama ya kutambua chanzo cha nguvu au ujumbe wa kiroho. Na karama hii inaweza ikakupa kiashiria kama hiyo roho inatoka kwa Mungu au inatoka kwa binadamu au roho nyingine zisizo za Mungu. Na mara nyingi karama hii husaidia kulinda kanisa dhidi ya udanganyifu wa kiroho. Hapa kanisani hapa kuna watu wa aina tofauti. Roho Mtakatifu anapoachilia karama ya kupambanua roho, kuna wakati, nasemea tu kwa mfano, usije ukaninukuu vibaya, kuna wakati unaweza ukatolea unabii. Sasa unabii unaweza ukawa wa kweli au si wa kweli. Nasema usije ukaninukuu vibaya, umenielewa vizuri eh? Nasema hivyo kwa sababu kwenye makanisa mengi yapo hayo mambo. Sasa kanisa lililokosa karama ya kupambanua roho, wanaweza kuzani kila ujumbe unaoachiliwa umetoka kwa nani, kumbe ni ujumbe wa kwake binafsi. Sasa tukiwa na kiwango cha karama ya kupambanua roho, kila unabii tunaupima katika ulimwengu wa roho, na Mungu atatuambia huu ni wa kweli na huu ni wa uongo. Ndio maana hapa mchungaji unahitaji sana kuwa na karama ya kupambanua roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Ndio maana mimi kuna mwingine anasema huu ni unabii wa kweli, huu sijauelewa, huu siujui. Nimeweka kwenye vigezo vingapi? 3. Huu ni kweli umetoka kwa Bwana na usikia, huu siuelewi, huu sijui chochote. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kanisa likiwa na kiwango cha karama cha kupambanua roho, nataka nikwambie, kwanza faida moja wapo, tutaweza kulilinda kanisa la Mungu lisiweze kuwa na mtawanyo. Maana kama kuna sauti nyingi, kuna zingine zinaweza kuwa ni nzuri, zingine ni mbaya. Kuna jumbe zingine zinaweza kuwa ni nzuri, zingine ni mbaya. Sasa shetani, sikiliza, shetani katika ulimwengu wa roho anaweza akatabiri kama wanavyotabiri watu wengine.
Shetani anaweza akaingia kwa mtu, akaja kanisani ukamwona ni mtu mzuri, yani mchungaji ukimwangalia ni mtu mzuri, kwenye michango ipo vizuri, kwenye kila kitu ipo vizuri, kile ipo vizuri. Sasa usipokuwa na roho ya kupambanua kwamba huyu pamoja na sadaka zake, huyu pamoja na unyenyekevu wake, je, kuna roho wa Bwana ndani yake? Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mwingine ndani yake kuna roho nyingine.